Karibu sana mtazamaji wa Sauti Digital, ni wasaa mwingine ambao tunakwenda kuangazia mchezo ambao unakwenda kuwakutanisha Mali dhidi ya mwenyeji wa mashindano haya tokea ilipoanza mpaka wasaa huu. Namzungumzia Ivory Coast, ama unaweza kumuita Cote d'Ivoire. Ukipenda zaidi kwa jina la utani utamuita Tembo wa Afrika. Hii leo majira ya saa 2 kamili mchezo huo utawakutanisha miamba hayo. Basi tutashuhudia mengi ambayo tutakwenda kujiri, lakini kubwa kuliko kwa siku ya hii leo ni kocha mkuu wa timu ya Ivory Coast kutokuwa na kikosi na kuachiwa kocha wa mpito. Nikiwa hapa mwongozaji wako ni mimi Usoge Mwaka, lakini pia nikiwa na mchambuzi wa zamu Filimoni Mawazo. Nikwambie tu kwamba endelea kufuatilia kurasa zetu zingine, nazungumzia Instagram, Twitter ama X kwa sasa, lakini pia Thread, huko pia tunapatikana kama Sauti Digital. Bila kusahau Facebook tunapatikana kama Radio Sauti 96.1 FM. Basi nikukaribisha moja kwa moja Filimoni Mawazo, habari ya wakati huu? Salama kaka, habari leo? Nzuri kabisa, kwema. Nashukuru mambo yanaenda. Ndio. Yeah. Tunakwenda kushuhudia mtanange ambao unawakutanisha hawa vigogo wa Afrika, tunaweza tukasema hivyo, japo Mali uwezo kumuinclude kivile, lakini pia kwa kutokana na alichokifanya unaweza kusema ni kigogo wa Afrika. Ni sahihi kusema kwamba ni kigogo kwa sababu ni vita kubwa ambayo tunaenda kuangalia kwamba inakutanisha timu zote ambazo zinatoka ukanda wa wafu, tunamaanisha ukanda wa Afrika Magharibi. Kwa maana yake utarajia kuona mchezo mgumu kutokana na uwepo wa ukaribu, lakini pia timu hizi zinapokuwa zinakutana mchezo wake unakuwa sio mwepesi. Kila timu inakuwa imejipanga. Ukiangalia mifumo kwa upande wa mwenyeji anatumia 4-2-3-1, lakini mgeni ambaye ni Mali, japo kwa kimchezo na hivyo anatumia 4-3-1-2. Hii mifumo ukitazama kwa haraka ina maana gani? Kwangu mimi Usoge Mwaka, kwa namna ambavyo walimu wote wameamua kuingia, tukianza kwa upande wa mwalimu wa Ivory Coast, lakini pia kwa upande wa Eric Chere ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Mali. Kitu cha kwanza kwa mwalimu wa timu ya taifa ya Mali, kuna kitu ambacho amekuja nacho, kuna mabadiliko ambao ameonyesha kwa siku ya leo. Unaweza kuona Bissouma ametoka, amepumzika nje, amekuja na mtu mwingine kabisa, Samaseku ambaye anacheza kadi. Maana yake amekuja naye kwa siku ya leo kwa lengo la kuongeza kasi katika eneo la katikati, ili hali timu ya taifa ya Mali kwanza ni timu ambayo asilimia kubwa inakimbia sana, ina mikimbio mingi. Kwa maana yake kuna watu ambao wamewaacha nje kama tahadhari. Timu hii tutakuja kugundua kwamba mbinu ya mwalimu wa timu ya taifa ya Mali ni kwenda kupata ushindi kwenye kipindi cha pili. Kwa namna ambavyo kikosi kilivyoanza, angalia stock ambao ameacha kwenye bench, ambao ndefu. Vivyo hivyo Usoge Mwaka kumwangalia kwa upande wa Ivory Coast, kitu ambacho amekuja nacho ni kutaka kupata mabao ya haraka counter attacks. Angalia watu ambao wamekuja nao, amekuja na Gradel katika upande wa kushoto, upande wa kulia amekuja na Nicolas Pepe. Ni watu ambao wanaweza kukimbia kona, ni utamwangalia no doubt Seji Huria katika upande wa kulia, ni kitu ambacho kipo. Seko Fofana ni mtu ambaye alikuwa akichezea chini kidogo, lakini utaangalia amesogezwa kama mshambuliaji, tunasema kama pale juu, kiungo wa juu. Kwa nini amewekwa pale? Ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya shooting endapo akiona timu wakati mwingine inashindwa kufanya maamuzi, mtu mwenye maamuzi ambaye yuko pale. So kazi ipo kwa Kiki Koyate kuhakikisha kwamba anaweza kumzuia. So asilimia kubwa Ivory Coast tunasema kwamba wamekuja kwa lengo la kumaliza mchezo katika first half. Kwa lengo la kumaliza mchezo katika first half. Ukiangalia katika zile pita zao mpaka kufika hapa, kuna mmoja ameingia kibabe sana, lakini kuna mmoja kaingia kama kwa kuchechemea. Hii ina uhatari gani katika mchezo wa leo, au tunasema kwamba ile haihesabiki, tunahesabu cha leo, lakini pia lazima background izungumze kidogo? Historia ipigiwe makofi. Na tunaposema historia ipigiwe makofi, niko na maana kwamba katika michezo 5 ya mwisho ambayo wamekutana, timu ya taifa ya Mali ameshinda mchezo mmoja pekee, na nikimaanisha kwamba Ivory Coast ameshinda michezo 3 ambayo imesalia na kwenda suluhu mchezo mmoja. So tutakuja kugundua kwamba ni mchezo ambao ni mgumu, lakini timu ya taifa ya Mali imebadilika na uchezaji wake. Ukiangalia hata AFCON zingine, AFCON ya msimu huu imekuwa timu ambayo iko tofauti sana. Angalia watu ambao wanacheza katika eneo la katikati, watu ambao wanafanya mikimbio. Utakuja kwamba timu ya taifa ya Mali imekuja kabisa kwenye mashindano haya. Vivyo hivyo kwa upande wa timu ya Ivory Coast, mwalimu aliyokuepo kaondoka, kaja mwalimu mwingine. It kuna kitu ambacho pia amekuja nacho tena kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wachezaji wanafanya vizuri. Hapo ukiangalia mashindano toka yalivyoanza mpaka sasa tulipofikia, kulikuwa na surprise nyingi ambazo zilikuwa zimeandama mashindano. Lakini mpaka sasa tunamshuhudia Nigeria amekwisha kuqualify. Leo hii tunakwenda kumtazamia Ivory Coast na Ivory Coast kama vigogo kidogo wa Afrika ambao tunawashuhudia wakishiriki kombe la dunia mara kadhaa, lakini sasa tukitazamia hapa kwa AFCON hii tunaona kama ni vigogo wawili wakubwa ambao wamesalia katika mashindano haya mpaka hapa ilipofikia. Leo Ivory Coast ana kibarua cha namna gani kujielezea kwamba na mimi nipo kati ya wale vigogo ambao wamesalia?
Kitu cha kwanza kwa namna mchezo ulivyokuwa story kuona Mali anafungwa haitakuwa story, lakini story itakuwa ni story kubwa kuona Ivory Coast anaondoshwa kwenye michuano hai, kwamba kwa nini aondoshwe kwenye michuano hiyo. Kitu cha kwanza utakuja uangalie aina wachezaji aliyokuwa nao Ivory Coast, na wachezaji wa kila aina unawajua wewe, kulinganisha na timu ya wachezaji aliyokuwa kufanya vizuri kuliko timu ya taifa ya Mali. Sawa. Najua tutakuja hapo kutoka. Na mfuatiliaji wa Sauti Digital, karibu katika matangazo ya mchezo wa soka, mchezo wa hatua ya robo finali, mchezo nambari 3 kati ya timu ya taifa ya Ivory Coast mwenyeji dhidi ya timu ya taifa ya Mali, mchezo unaopigwa katika uwanja wa Stade de la Paix, au unaweza kusema uwanja wa amani kwa lugha ya Kiswahili. Koya tena mpira nyuma kabisa, huko anasogeza, anazonga na mchezaji 1 2 3 hapa. Traore anapiga pasi mpenyezo hapa, anaingilia maridadi sana hapa. Timu ya taifa ya Ivory Coast wanaondoka. Seko Fofana akizonga na wachezaji takriban wawili, lakini ana maridadi sana na toa ule mpira. Haya, Mali na Kabumbu wanaanzisha safari tena ya kuwasaka Ivory Coast, wao wakiwa pungufu, na mwamuzi anapuliza kipenga kusema kwamba tayari dakika 45 kiunganisha na zile 6 za nyongeza zimekwisha kutamatika. Sasa ni mapumziko, anasema ni mapumziko sasa. Timu zote zinapata nafasi ya kuelekea vyumbani, huku zikiwa bado hazijafungana. Kadi nyekundu ikitoka kwa mchezaji Koson, lakini wakati huo huo Traore Adama kutoka katika klabu ya soka ya Hull City akikosa mkwaju wa penalti. Hadi kipindi cha pili, jina langu ni Martin Michael. Kwa heri kwa sasa, tukutane dakika 45 za kipindi cha pili. Naam, karibu sana mtazamaji wa Sauti Digital. Dakika 45 ambazo tumezishuhudia mpira mzuri kabisa, ukiwa na matukio yake kama kawaida, maana ni mpira uliojaa na pressure. Mimi ni Usoge Mwaka, nikukaribisha nikiwa na mchambuzi wa zamu kwa siku hii ile ya leo, Philemon Mawazo, ambapo tutakwenda kuangazia dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeenda vipi na matarajio ni yapi kuelekea kipindi cha pili. Mwongozaji wako ni mimi Usoge Mwaka, lakini pia usisahau kutembelea kurasa zetu zingine, na maanisha Instagram, Thread pamoja na X, huko pia tunapatikana kama Sauti Digital. Lakini usisahau pale Facebook utatukuta kama Radio Sauti 96.1 FM. Hapo YouTube ndo kama unavyopata hapo matangazo mubashara kabisa, tukipatikana kama Radio Sauti ama Sauti Digital. Philemon Mawazo, naam, habari ya wakati wote? Salama baba. Dakika 45 zimetamatika, tukishuhudia papatu nguvu kazi zikiendelea, lakini pia matokeo ya nguvu kazi zikijiri kwamba ni yapi ambayo yalikuwepo. Je, ni wapi ambapo mpaka sasa hizi tunaweza kusema kwamba mwenyeji Ivory Coast kafeli ama kafaulu? Tukianza na yeye kwanza kwa hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kitu cha kwanza tunaweza tukasema kwamba hii ndio maana ya mpira, au tunasema kwa maana ya mchezo wa timu ambazo zinatoka ukanda mmoja. Ndio. Niko na maana kwamba wakitoka ukanda wote, ukanda wa Afrika, maanisha ukanda wa Afrika Magharibi. Yes, ni mchezo mgumu ambao ulitarajiwa, lakini kitu ambacho anaweza nikazungumzia kwamba ni kipi ambacho wapi ambapo Ivory Coast wameweza kufanikiwa. Wameweza kufanikiwa kutengeneza, tunasema kwamba zile movement za kwenda kulisakama lango la timu ya taifa ya Mali, lakini unaweza ukajaji kwamba kitu pekee ambacho kimekosekana pale hivi ni maamuzi yale ya mwisho, maamuzi sahihi kwamba nini ambacho anataka ukifanya. Angalia Seko Fofana anapiga shuti na pa juu, lakini pia angalia movement ambazo amejaribu kuzitengeneza Frank Kessié, zaidi ya movement 3 mpaka anafika nje ya eneo la 18, anashindwa kushuti, anarudisha nyuma, anapiga watu wanakosa. Lakini ndio kitu sehemu ambayo unaweza kuangalia ambapo wamekuwa ni bora zaidi. Lakini kitu kingine ambapo unaweza kuangalia wamejisahau ni katika eneo la backline. Evan Ndika amekuwa na uzembe asilimia kubwa. Unaweza kuangalia mzigo mkubwa ambao amekuja kumwachia kijana Adilon Kosum, mpaka anakuja anapata red card. Kwa ni kosa ambalo tunaweza tukasema kwamba ni kukosa tahadhari kwa upande wa eneo la viungo katikati, ambao wakati mwingine walitakiwa kwa ajili ya kutoa support. Kwa kuna namna ambavyo unaweza kuangalia kwa mwalimu ambapo aliingia, nimekwambia kwamba lengo la mwalimu wa timu ya taifa ya Ivory Coast ni lengo lake la kwanza lilikuwa ni kutaka kufanya tunasema counter attacks. Ndio maana ulimuona Gradel katika eneo la upande wa kushoto, lakini upande wa kulia alikuwa Pepe. Lakini Pepe ameshindwa kuprove kwa kile ambacho mwalimu ameweza kumwamini. Ndio utaangalia kuna movement ambazo amekuwa akiforce case, anapitia upande wa kulia.
Kwa mwisho wa siku ndio inakuja tunasema kwamba inakuja na mriski mpaka anapata nini? Red card. Upande wa timu ya taifa ya Mali wamekuwa ni bora zaidi katika kufika miguuni upande wa wachezaji Ivory Coast. Na tabia ya wachezaji wa Mali ni wepesi zaidi. Unaweza kuangalia anashika mpira tayari anajua anapeleka wapi, anaweka wapi. Kwa ndio maana mpaka inakuja inafikia hatua timu ya taifa ya Ivory Coast wanashindwa kufanya mpaka wanaenda dakika 30. Timu ya taifa Mali walikuwa wanaonekana kuwa bora zaidi. Umezungumzia hapa kwenye tukianza na safu ya kiungo cha chini kabisa cha Ivory Coast KC pamoja na Seri. Wao wamekuwa na muunganiko hapo, sio maana muda mwingi unaona katika eneo la mbele wakiwa katika eneo la kushambulia zaidi na sio katika eneo la defense la kulinda lango lao, wakiiachia defense line peke yake. Na ndio kama ulivyozungumzia hapo Kusumu kupata hiyo kadi, sio kwamba kajitakia, ila ni kwamba viungo wameshindwa kufanya kazi yao. Sasa je, kwa kipindi cha pili tunapokwenda kutazamia tutarajie kuona mabadiliko gani kwenye safu ya viungo vya ulinzi kwa upande wa kitu cha kwanza ambacho kipo mpaka sasa hivi kwa upande wa timu ya taifa ya Ivory Coast, kitu cha kwanza ambacho tunataka kufanya ni kufanya recovery ni hao ametoka Kosuna ambaye ndo tunaweza tukasema kwamba ndo muhimili hasa ambaye tunasema kwamba ana uwezo mzuri wa kufanya marking. Hata angalia ambao kwenye klabu anaocheza amekuwa akimtumia sana. Anacheza timu ya Bayer Leverkusen pale nchini Ujerumani Bundesliga. So amekuwa ni mtu ambaye kidogo ana uwezo wa kusense madhara kabla hajafika. Evan Dijk ndio maana kuambia kwamba kuna kitu ambacho kilikuwepo. Kulikuwa na uzembe ambao ulikuwa unatokea. Kwa utakuja kugundua kwamba timu ilikuwa inamhitaji zaidi mtu kama Ibrahim Sangare ambaye ana tabia ya kusambaza mipira. Frank Kessie anacheza eneo la chini lakini pia yupo pamoja na Serie. Unaweza kuangalia hawa ni wachezaji asilimia kubwa ambao tunasema kwamba wanacheza box to box, lakini kwa siku ya leo unaweza kuwaona ambao wamewekwa wanacheza kama double pivot. So Frank Kessie ni mtu ambaye anatamani zaidi kwenda eneo la mbele. Kwa unajikuta mzigo mkubwa unakuja kubaki kwa mabeki au Seli. So Seli hawezi kuja kukaba wachezaji wawili ambao wanakuja na mpira. Inakuwa ni ngumu, mwisho wa siku unajikuta naenda na riski kwa upande wa mabeki. So kitu cha kwanza tunasema kwamba ni uhitaji kwanza wa kumuona Ibrahim Sangare ambaye atakuja ongeze tunasema kwamba uimara katika eneo la safu ya kiungo katika upande wa Ivory Coast. Na kwa upande wa Mali, japo umezungumzia kwamba Mali wao ni wepesi zaidi, dakika 45 zimeshuhudiwa wakikosa penalty. Hii changamoto kwao sasa kuelekea kipindi cha pili na wenyewe, maana tahadhari washaiona kwa sababu tunataka tupite 1 2 3, lakini ule umakini umekosekana kwa upande wao. Tunaweza tuseme kwamba sio makini. Tunaweza tukasema kwamba eneo lile la kiungo kile cha juu kwa upande wa timu ya taifa ya Mali, manake kuna Komoli Dombia ambaye yuko anacheza pale mbele peke yake pale katikati. Mbele yake anacheza na Adama Traore pamoja na Sinayoko. Asilimia kubwa kwa siku ya leo wameshindwa kufanikiwa asilimia kubwa kutoa tunasema kwamba kucheza mipira ambayo amekuwa akicheza. Ni mtu ambaye anakuwa na hatari zaidi. Pengine inaweza kuwa ni kutokana na uwepo wa mtu mwingine ambaye alikuwa hajapia hata tangu mashindano yameanza. Namzungumzia Sema Seku ambaye anacheza ligi ya pale Hispania, klabu moja ya Cadiz. So unaweza kaangalia kwamba kuna uhitaji wa kumuona mtu anaitwa Bissouma ambaye ana uwezo mzuri wa kutembea na mpira, lakini pia ana uwezo wa kuofa kitu kwa upande endapo ukiona Dombia amefeli, lakini hata mwenyewe ana uwezo wa kuofa, ana uwezo wa kushuti. So ni unaweza kuangalia kwamba timu iliweza kupata matokeo inahitaji zaidi kumuona Komoli Dombia akicheza akiwa free. Yaani timu ya taifa ya Mali ukitaka icheze mpira ambao tunasema kwamba iweze kusakama zaidi lango la timu la mpinzani, hakikisha Komoli Dombia anakuwa free. Akiwa free ana muda wote unaweza kariski wapinzani. Ndio maana unaweza kuangalia mpaka sasa hivi wameweza kufanikiwa zaidi. Otherwise ni movement ambao wamekuwa mkifanya Sinayoko, ndio maana kwa namna ambavyo ameonekana amekuwa akiwasumbua ubunifu, anatokea pembeni anaingia mpaka ameweza kusababisha mkwaju wa penalty umekosa. Lakini pia hata ile red card ni movement ambayo alitengeneza mwenyewe. So unaangalia kwamba ili aweze kupata Eric Chelle, ili aweze kupata matokeo mazuri, kuna mhitaji kumchezesha kama free player Komoli Dombia ambaye ana uwezo mzuri wa kuassist, lakini pia kufunga mwenyewe. Wa kuassist lakini pia kufunga mwenyewe. Haya ni maneno yake Filemon Mawazo, mtazamaji wa Sauti Digital. Nikwambie tu kwamba usisahau kutembelea kurasa zetu zingine, na inamaanisha kwamba Instagram, Thread pamoja na X huko tunapatikana kama Sauti Digital, lakini pale Facebook utatukuta kama Radio Sauti 96.1 FM. Hizo ndizo ambazo unaweza kututembelea hapo. Utapata habari kemkem huko, habari za kimichezo kama hivi unavyoikuta hapo Sauti Digital upande wa YouTube, lakini pia habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi, hata kiutamaduni na habari zingine kede kama habari za burudani. Nikija kwako Filemon Mawazo,
kipindi cha kwanza kilikuwa na papatu nyingi, na huku mwenyeji ikionekanika kabisa kwamba yupo katika hali ya pressure zaidi. Unamuonaje Ivory Coast kwa alichokifanya? Ilikuwa ni kama hali ya kuwapa morali wachezaji wenzake pia kwamba bado tuna uwezo wa kufanya kitu. Hii kwa upande wa timu nzima ya Ivory Coast kipindi cha kwanza walifeli wapi kuendana na morali ya goalkeeper baada ya kuokoa mkwaju wa penalty? I think ndio mtu pekee ambaye naweza nikasema kwamba anaweza kuwa ni mtu wa mwisho kudetect kitu ambacho wachezaji wengine wameshindwa kufanya. Au yeye ndio mtu wa mwisho, kazi yake ni kuzuia mpira usiingie wavuni. So ni kitu pia ambacho ameweza kuprove, lakini pia na tunasema kwamba ile ni alert kwa ajili ya kuwakumbusha wachezaji wenzake kwamba ni kitu gani ambacho nitakiwa kufanya kwa wakati gani. So kwa timu ya taifa ya Ivory Coast wanatakiwa kuongeza zaidi umakini, na hasa kwa upande wa mwalimu. Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kifanye kabla ya kurudi second half, kitu cha kwanza ni kutengeneza psychology ya wachezaji. Na psychology ya wachezaji inaweza ikakupa matokeo wakati mwingine wachezaji wakikaa vizuri. Lakini tutatoa psychology, kumbuka ndio mtu 9 tayari ambao mtu 9 wanacheza, mtu 9 usogemuka anacheza. How Ivory Coast ni unaweza ukasema kwamba yani ile ni timu ambayo asilimia kwa tunasema kwamba ina wachezaji ambao class ya mchezaji mmoja ukaichukuka linganisha na timu ya taifa ya Mali. Ni vitu viwili tofauti. So kitu ambacho kinahitajika kwanza ni kuwatuliza wachezaji. Kitu cha kwanza wachezaji wakitulia, kuna namna ambayo wapo. Kuna wachezaji wenye uzoefu mkubwa hapo na wamepita vilabu tofauti na wana uwezo mzuri wa kutumia maarifa, lakini pia experience ambayo wameipata, wana uwezo wa kuamua mchezo. Kwa mfano muangalie Seko Fofana. Ni mchezaji ambaye akitulia yule anaweza kukuofa kitu ambacho mwalimu anahitaji. Anaweza kufunga, lakini pia anaweza kuassist. Frankie Kessie, angalia movement ambazo wamekuwa kizifanya zinakuwa na impact. Lakini hapo kumbuka ball possession wapo nyuma kabisa, wameachwa takriban kwa 47 dhidi ya 53. Hii inakupa picha gani sasa kwa dakika kipindi cha pili pia endapo na hapa kwamba wanaweza kufanya mabadiliko kweli kwa namna moja ama nyingine, lakini angalia ball possession ya kipindi cha kwanza. Utofauti wa timu ya taifa na Mali ukiangalia kwenye ile first half, utakuja kugundua kwamba timu ya taifa ya Mali tunasema kwamba imefanya ni mashambulizi ya kushtukiza, lakini ambao tunaweza kusema kwamba sio kwamba walikuwa na uwezo mzuri, kwamba walikuwa wanajenga sana kutoka eneo la mwisho. Utakuja kugundua kwamba asilimia kubwa Ivory Coast ndio alikuwa bora katika kulikimbilia lango. Amefika mara kadhaa sana katika eneo la wapi? La Mali. So utakuja kugundua kwamba katika movement ambazo walikuwa wanazifanya, kitu ambacho kimepelea ni ubunifu wa mwisho, kwamba nini wakifanye. Unalazimisha kuingia katika eneo la 18. Ukija kuangalia kwa timu ya taifa ya Mali kuna vigingi viko pale ndani. Unamwangalia Kikiko Yate, lakini pia unaweza kumwangalia ni Yakate ambaye ni wachezaji ambao wamekuwa na utulivu mkubwa na wamekuwa bora zaidi, lakini pia Haidara katika Aimara Traore katika upande wa kulia, lakini pia Sako katika upande wa kushoto. Ni watu ambao wamekuwa ni wepesi zaidi wa kusense na ni watulivu katika eneo lao la ulinzi pindi wanapokuwa wanacheza. So tutakuja kugundua kwamba inamhitaji timu ya Ivory Coast kuhakikisha kwamba anafanya shooting anapofika nje wapi ya 18, asiforce kuingia wapi, asiforce kuingia ndani. Hicho ambacho amekisema kwamba Ivory Coast wamefika mara nyingi sana katika eneo la mpinzani. Na nikirejelea kauli yako ya awali hiyo kabla ya kipindi cha kwanza kuanza, ulisema kwamba kwa mfumo wa Ivory Coast ambao wameanza nao wa 4-2-3-1 ni mfumo ambao utawaruhusu sana Ivory Coast kupiga counter attack. Sasa hiyo katika maelezo yako hayo unamaanisha kwamba wamefaulu katika hilo eneo? Wamefaulu, lakini pia tunasema kwamba timu kama timu kubwa, asilimia kubwa mwalimu ana uwezo wa kuingia na mfumo wake, lakini kadri mchezo unavyokuwa unaendelea ana uwezo ya kubadilisha game approach, kwamba tumekuja na matarajio haya lakini kile tulichokikuta sio, maana yake lazima tufanye nini? Tubadilike, tufanye plan B. Plan B inakuwa ni ipi? Ndo kama vile ambavyo unaweza kuangalia ambavyo wamebadilika. So pia wanahitajika kufanya mabadiliko zaidi kwa namna ambavyo wamekuwa kicheza. Walikuwa wanafanya mikimbio haikuwa na manufaa, kwa sasa hivi itawabidi wafanye counter attack zenye uhakika ili kuhakikisha kwamba wanapata bao. Kwa upande wa Mali sasa ambapo watakuwa na tuseme kwao sasa ni kama advantage ambayo iko wazi kabisa, japo mpira ni dakika 90 na wote wanaheshimiwa ambao wako uwanjani, ila kwa upande wa Mali sasa ataingia na target gani kwa ajili ya kumkabili Ivory Coast ambao ni pungufu? Kitu cha kwanza, timu ya taifa ya Mali ambao tunasema kwamba wapo wote, kitu ambacho tunatakiwa kwenda ukifanya, kitu cha kwanza ni tunasema kwamba ni usahihi wa matendo ambao wanakuwa wanafanya. Kwa nini? Wanatakiwa wafanye usahihi wa matendo kutokana na timu ambao kwenda kucheza nao iko pungufu. Asilimia kubwa timu ambayo inakuwa pungufu inacheza mpira kuliko timu ambayo inakuwa na watu ambao ina idadi sawa.
tayari wamekwisha kuriski Ivory Coast wako nusu. Maana yake watakuja wanapambana kwa kasi zaidi kuhakikisha kwamba wanaconvert zile nafasi kupata nini? Kupata bao. So utakuwa ni mchezo ambao Mali wanatakiwa wawe na usahihi wa kufanya matendo wanapofika eneo la mwisho. Sawa, hayo ni maneno ya kwake Philemon Mawazo, anakuambia Mali watatakiwa kuwa na matendo ya usahihi wanapofika katika eneo la mwisho. Mimi ni Usoge Mwaka, lakini pia nilikuwa na Philemon Mawazo. Tunakwenda kuangazia kipindi cha pili, simulizi ya dakika 45 kutoka kwake Martin Michael. Tukutane baada ya dakika 90 kama sio 120. Kipindi cha pili, Sebastian Haller tayari akiwa amesimama katika touchline, amevalia uzi wa orange, mshambulizi wa klabu ya soka Borussia Dortmund akitokea katika klabu ya soka Ajax Amsterdam ya pale nchini Uholanzi. Tayari anasogea kwa ajili ya kuingia dimbani. Kuna takribani mabadiliko ya watu kadhaa hapa huenda yakafanyika. Sikiliza nikwambie ni nani na nani anakwenda kutoka kabla kipindi cha pili hakijaanza, kabla ya mwamuzi kutoka nchini Misri au Egypt kwa lugha ya Kiingereza unaweza kusema hivyo, Adel, katika dimba hili la Stade de la Pax Bouaki mjini Bouaki, kabla hajapuliza kipenga. Haya, ambaye yupo nje pale ni Sebastian Haller. Ndiye ambaye anaingia na nitakwambia amechukua nafasi ya nani wakati huu. Sergi Aurier, team captain, ametoka na nafasi yake imechukuliwa na Arnold Body Willy, wakati Sebastian Haller ameingia kuchukua nafasi ya Christian Oame, mchezaji kutoka katika klabu ya soka ya Atalanta pale nchini Italia. Haya, mwamuzi amekuja kupuliza kipenga, soka kuanza kipindi cha pili, dakika 45 za mchezo huu. Katika kipindi hiki cha pili kuanza, Ivory Coast ndio ambao wameanza na mpira mmoja unapigwa mrefu juu huku. Wanatuliza vizuri kabisa timu ya taifa ya Mali, lakini mpira bado timu ya taifa ya Ivory Coast wanao. Sebastian Haller amegusa mpira kwa mara ya kwanza na mpira umepotea. Sasa wanaondoka timu ya taifa ya Mali pembezoni mwa uwanja kabisa huku. Traore anarejesha nyuma tena huku kabisa kwake Niakate anampa kwake Koyate anapiga pasi mpenyezo hapa, namkuta Miona kile anasimama vizuri hapa vijana wa timu ya taifa ya Ivory Coast, lakini bado wananyang'anywa. Haya, sikiliza hiyo pembezoni mwa uwanja, 1 2 3 inapigwa pasi mpenyezo Diabate Kisigino maridadi, lakini wanaondosha vijana wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Haya, 1 2 3 wanatengeneza tena kitu vijana hawa timu ya taifa ya Mali. Haya, anatishia hapa ana namna tena anafanya hapa, anapiga goli. Kumekucha katika dimba la Amani hapa, kumekucha katika dimba la Stade de la Pax. Mkwaju maridadi kabisa hapa, kijana alikunjuka, nao unaweza kumuita hivyo, maridadi sana hapa, alikunjuka, alitishia Diabate na kunyosha mikono yake ile, anasema hapana. Nene mchezaji aliingia katika kipindi cha pili, alitishia, alichukua mpira akitokea katika upande wa kushoto, winga kushoto, kama anaingia ndani, akafinya kwa mguu wake wa kulia, akatenga mara ya kwanza, akaweka tena mara ya pili. Wakati Wokeze akiwa amekaa chini, mabeki wa timu ya taifa ya Ivory Coast hawawezi kumtazama vizuri, anaachia mkwaju unapita katikati ya takriban mabeki watano na kumwacha mlinda mlango wa timu ya taifa ya Ivory Coast akiwa hana la kufanya. Mpira unatumbukia katika nyavu pembezoni kabisa mwalango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Ivory Coast wako nyuma sasa kwa bao 1-0. Diogo Diallo akiwa mwenye furaha anarudi nyuma, anakimbia akiwa anashangilia, anafuata kamera. Mashabiki uwanjani hapa wa timu ya taifa ya Ivory Coast sasa nyuso zao zinaonekana kuwa ni za huzuni, wakati huu ambao pia kuna mabadiliko yanafanyika. Jezi namba 14 anaingia akichukua nafasi ya Gradel, jezi namba 15. Nitakwambia ni nani aliyekwisha kuingia huyu jezi namba 14. Nitakwambia ni nani mara ya mwisho kijana Nene anafunga bao akifungia klabu yake ya soka ya RB Salzburg ya pale nchini Austria, ya mkoloni wa zamani wa Ujerumani.
ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 25 katika mechi ambayo ilitamatika kwa timu yake kushinda, na bao alilofunga wakati huo lilikuwa ndio bao la ushindi. Alilifunga akitokea benchi. Haya, huenda leo pia bao hili likawa ndio bao pekee la ushindi. Sikiliza, endelea kufuatilia simulizi ya dakika hizi zilizosalia, dakika hii ikiwa ni ya 73, timu ya taifa ya Mali ikiwa mbele kwa bao 1-0. Bao maridadi sana hapa, naweza kusema umekosa kitu. Haya, timu ya taifa ya Ivory Coast katika umiliki wa mpira, anawekwa chini Sebastian Hala, wanaanzisha haraka hapa na gonga kichwa maridadi kabisa na kuutuliza vijana wa timu ya taifa ya Mali. Wanarudi nyuma kabisa huku na kuanza kwake Koyate bila haraka yoyote ile. Djigui Diarra na mpira kwa goli lake la kulia, anawapa maelekezo vijana, anamwambia sasa kuweni makini.